Watu wengi tulishuhudia siku ya jana CEO wa EFM Majizo aliamua kuwaombea msamaha wasanii kwani ameshaona industry ya muziki huenda ikafa kutokana na mambo ambayo kwa sasa hivi yametokea. Tumeweza kuona mashabiki wengi sana wamewasusia wasanii wao, yani wameweka mgomo wa kuangalia kazi zao katika platform mbalimbali wanapoziachia. Baada ya Majizo kuzungumza swala hilo wazi kutaka kutengeneza kati ya wasanii pamoja na mashabiki zao, alijitokeza Sugu na kuweza kumpinga Majizo kwa kitu ambacho amekizungumza. Yani kiufupi, Sugu yeye alikuwa upande wa mashabiki au upande wa wananchi. Aliweza kuandika ujumbe huo mrefu sana katika peji yake ya Instagram, lakini mimi nitakusomea maneno kadhaa tu machache ambayo tutaweza kuyaelewa zaidi. Kuna hii sehemu ambayo ameandika, lakini kutetea hao wasanii wasiojitambua wala kujua wajibu wao kwa jamii iliyowasapoti na kuwainua ni uduanzi. Pia ieleweke swala la hawa wasanii kukataliwa na jamii sio la kisiasa, ni swala la wao wenyewe kukosa uzalendo kwa Watanzania beyond itikadi za vyama. Maumivu walioyasababisha ni kwa taifa. Vijana walijisahau sana na ndiyo madhara ya kutokujali historia. Unaweza kuona huu ujumbe ni mrefu sana ambao Sugu aliweza kuuandika, na media hii ya MyTV tukaona hata hebu tumpigie Sugu tuone maoni yake, kwa sababu pia Majizo aliweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima la Sugu akiwa anamuelewesha kwamba hii industry ya muziki inatakiwa kufika wapi, na hichi kitu ambacho tunakitengeneza kitakuwa ni kitu kibaya baadaye kwa hao wasanii. Wasanii wakikosa show, wasanii muziki yao wakiwa wanatoa video alafu isisapotiwe, itakuwa ni jambo la hatari sana, kwa sababu wao pia wanatumia pesa, na ukiangalia kama msanii anatumia pesa kutengeneza video, basi anatamani sana aweze kupata pesa. Ngoja tumsikilize namna ambavyo Maimartha alimpigia Sugu ili mradi tu kupata maelezo zaidi na kupata maoni yake, nini ambacho anakifikiria kwa sasa hivi. Hebu ngoja tumsikilize namna ambavyo alizungumza na Maimartha kupitia MyTV. Sugu, pokea bwana. Una maswala ya kujibu. Anaitwa Mr. 2. Sugu moto chini. Kwa haya yanayoendelea imebidi MyTV tumtafute. Aliwahi tajwa na Gen Z, lakini jana tumeona Majizo amemzungumzia katika 1 na 2. Why not tusimcheki? Baba. Halo. Na mjongwe za asubuhi. Salama. Aise, pole. Jamani. Pole na nini? Jongwe, tunaomba maoni yako. Majizo jana umemwona? Aliongea, umeyaelewa? Embu tani mama. Jongwe. Na vipi kuhusiana na Gen Z, na unaona walikutaja? Embu tani mama. Jongwe. Amekata simu. Jongwe. Baba mkali huyu. Jamani, ngoja nijaribu kumpigia. Kazi yangu ngumu hii jamani.